ambacho umekusudia kusema nasi tena katika kipengele hiki cha pili cha uponyaji. Tunajua hakijapewa hili jina kama urembo. Umekipa hili jina ili kutimiza kilichoko ndani yake. Mtu mmoja Bwana atakayeamua kushikilia, kuelewa na kudaka kilichoko kwenye kipengele hiki cha pili, akaponywe kama kipindi na jina lake kilivyo. Tukaone matokeo, tukaone kuvushwa na kutendewa katika damu ya Yesu. Nasi tutumie kama vyombo vyako. Lakini pia tunapageuza mahali popote tunaposikika sasa, pawe madhabahu yako. Iwe ni kwenye chombo cha usafiri, iwe ni nyumbani, iwe ni kwenye ofisi, iwe ni barabarani na kwenye kona yoyote. Wewe mwaminifu na Mungu mwema, ukafanye kwa utukufu wa jina lako na kwa neema yako. Katika jina la Yesu na damu yako tunaomba na kushukuru. Amen. Amen. Siku ya Jumatatu nikakwambia tunakaribia na kumaliza, kama ambavyo kwenye somo la kutoa sadaka kwa kutokujihurumia nilitegemea leo ningemaliza, lakini muda wetu umekuwa si rafiki sana. Na sina uhakika kwenye kipande hiki kama pia tunaweza tukamaliza leo. Tutaona kwa kadiri ambavyo Mungu atatujalia hiyo neema mahali ambapo tutafika. Kuna kitu ambacho nitamani tuendelee nacho. Kumbuka tulikuwa tumeanza ile siku ya Jumatatu kuangalia madhara ya kuwanyoshea kidole wapakwa mafuta wa Mungu. Madhara ya kuwanyoshea kidole wapakwa mafuta wa Mungu ambao tuliwaita ni masihi, watumishi, makuhani wa Bwana. Tulianza na mfano mmoja ambao nitaurudia kwa sehemu, alafu tuone kama tunaweza tukaenda kwenye mfano wa pili, na tuone kama tunaweza tukaenda kwenye mfano wa tatu na kuweza kuhitimisha. Tuliangalia wapakwa mafuta ni akina nani na nini tunachopaswa kuweza kufanya. Lakini hebu tuone sasa madhara. Tulisoma kutoka kwenye kitabu cha Hesabu 12 mlango wa kwanza mpaka wa 16. Hesabu 12 1 mpaka 16. Tuliona Miriam na Haruni walipomnyoshea mtumishi wa Mungu kidole Musa. Kisa ni kwamba Musa ameoa Mkushi, na kwa sababu hiyo kilichokuja kutokea, wakajikuta Miriam amepigwa na ukoma. Sasa kuna vitu vingi ambavyo tungeweza kuzungumza kwenye hiyo kona, lakini nilichokuwa nimekisema ile siku ya Jumatatu, nikasema unaweza kuwanyoshea vidole watumishi kwa maana ya ukawasema vibaya, ukawapaka matope, ukawazushia maneno ambayo sio ya kweli, ukawaumiza mioyo. Uwe na uhakika kwamba mlipa kisasi sio mtu, sio wao, bali ni Mungu aliyewatuma. Kwa hiyo ukicheza na watumishi, maana yake unacheza na aliyewaita. Na ndio maana tahadhari yangu ambayo nimekuwa nikisema siku zote, hujui Mungu aliyewaita alikutana nao wapi. Wakati Musa amekutana na Mungu kijiti kikiteketea kule polini, hakuwepo Haruni, hawakuwepo Waisraeli. Alikuwa yuko peke yake kule na kondoo wake, yuko porini peke yake. Saa zingine angeweza kuwaeleza watu kila alichokutana nacho, wasingeweza kuamini na kuelewa. Na ndio maana mtu akishaitwa mtumishi, akishaitwa kuhani, akishaitwa mpakwa mafuta, kuwa makini. Tumekuwa wepesi sana wa kufungua midomo yetu, kusema na kufanya vitu vingi sana. Nilikwambia hata kama kuna taarifa mbaya zimekuja, inawezekana zimeletwa kwenye masikio yako ili uombe, sio ili kusambaza maneno kwa watu wengine. Kwa hiyo watu wengi tunamjua Mungu kwa jicho la upande mmoja tu, kwamba yeye ni Mungu wa rehema, ni Mungu wa huruma, sawa, ni Mungu upendo, ni Mungu mwema. Ni kweli kabisa, hayo yote ni kweli kabisa. Lakini ninadhani bado kuna kona moja ambayo pia tunapaswa kumjua Mungu. Unajua ni kona gani hiyo? Ngoja nikupeleke kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati ule mlango wa 4 mstari wa 24. Nataka nikutazamishe Mungu kwa jicho la pili. Hilo ulilomuona nalo ni kwamba ni wa huruma, hata ukikosea na rehemu, ni kweli kabisa. Ni Mungu mpole, ni kweli kabisa. Ni Mungu ambaye anaturehemu, ni Mungu anayetupenda, ni kweli kabisa. Ni Mungu ambaye hana hasira, ni kweli kabisa. Lakini natamani nikusomee huu mstari kutoka kitabu cha Kumbukumbu la Torati mlango wa 4 mstari wa 24. Angalia ambacho amekisema kwenye huo mstari, upande mwingine wa Mungu. Anasema hivi 24, 4:24. Kwa kuwa
Bwana Mungu wenu ni moto ulao, Mungu mwenye wivu. Nataka nikwambie, pamoja na kwamba ni mwingi wa huruma, lakini hapa anatukumbusha kwamba pia ni moto ulao. Na akishuka kama Mungu moto ulao, uwe na uhakika huwezi kubaki salama. Na hasa kwenye ajenda yetu, pale unapowanyoshea wapakwa mafuta makuhani wa Bwana kidole, tena kwa lengo baya la kuwachafua. Unajua, unaweza ukawa unakosoa katika kitu ambacho hakijakaa vizuri ili jambo liweze kukaa vizuri. Huko ni kwema, lakini kukosoa kwa lengo la kitu ambacho sio kweli, ili mradi tu umeumiza moyo wa hao makuhani, uwe na uhakika kwamba hautabaki salama. Lakini pia unapoadhibiwa na Mungu, au Mungu anaposhuka kama Mungu moto ulao, huna mahali pa kukimbilia. Na ndio maana unapaswa kuwa makini sana mahali ambapo unaweza kukutana na Mungu akajifunua kama Mungu moto ulao. Hautakuwa na msaada, hautakuwa na wakuhurumia, hautakuwa na mtu wa kukutetea, hautakuwa na mtu wa kumweleza jambo lolote akakusaidia. Na ndio maana ajenda ya kuonyoshea kidole watumishi wa Mungu unapaswa kuwa makini nayo. Musa na Miriam wakamnyoshea Musa kidole. Haruni na Miriam wakamnyoshea Musa kidole. Mungu gani anayesema na wewe peke yako? Kwa nini umeoa Mkushi? Wakasema vitu vingi kama ambavyo tumekuwa saa zingine tunasema. Kwa nini anahubiri hivi? Kwa nini anafanya hivi? Kwa nini amefanya 1, 2, 3? Mbona kuna hiki na hiki? Kuna vitu vingi ambavyo tumekuwa tukivisema. Na vingine ni vile ambavyo tunajua tunakosea, hatutamani tusemwe. Kwa hiyo kwa namna hiyo tunatafuta namna ya kuvigeuza ili vionekane ni vibaya na kwamba amekosea. Ni kweli unaweza ukafuata namna akaonekana amekosea na akaadhibiwa kwa utaratibu wowote ule. Lakini kama ni kwa sababu ya uonevu tu, kwa sababu umeamua kufanya hivyo kwa faida ya kwako, hautabaki uwe salama hata siku moja. Sasa hapa kwenye huu mfano wa kwanza tumeona Miriam na Haruni walikuwa watu wawili tu, lakini waliona matokeo ya kwake. Sasa leo nitaka nikupe mfano wa pili. Sasa hii mistari yake ni mingi sana, nitajitahidi kusoma haraka sana. Kutoka kwenye mfano wa pili, kwa kama mnaandika ni mfano wa pili, madhara ya kuonyoshea wapakwa mafuta wa Mungu vidole. Kwa jambo la pili ama kitu cha pili kwenye huo mfululizo, twende kwenye kitabu cha Hesabu mlango wa 16 mstari wa kwanza mpaka 36. Kuna misali mingi kidogo, lakini nitaenda haraka ili udake kilichoko kule ndani. Kama unaandika, Hesabu 16 mstari wa kwanza mpaka wa 36. Maneno ya Mungu yanasema hivi: basi Kora mwana wa Ishari mwana wa Kahathi mwana wa Lawi akatoa watu pamoja na Dathan na Abiram na wana wa Eliabu na Oni mwana wa Perethi waliokuwa wana wa Reuben, nao pamoja na watu kadha wa kadha na wana wa Israeli watu 250. Takaudake hiyo idadi 250, wakuu na mkutano waliokuwa wateule wa mkutano, watu wenye sifa, wakainuka mbele ya Musa. Wakainuka mbele ya Musa. Hiyo sentensi pia ipige mstari. Nao wakakusanyika kinyume cha Musa na Haruni na kuambia, ninyi inawatosha, kwa kuwa ni mkutano wote ni mtakatifu, kila mmoja miongoni mwao Bwana naye yu kati yao. Ni nini basi kujitukuza juu ya mkutano wa Bwana? Musa alisikia maneno hayo, akapomoka kifudifudi, akashuka. Angalia, kisha akanena na Kora na mkutano wote na mkutano wake wote, akawaambia, asubuhi Bwana ataonyesha ni kina nani walio wake, kisha ni nani aliye mtakatifu, tena ni nani aliye atakayemkaribia kwake. Maana yeye atakayemchagua ndiye atakayemsogeza kwake. Fanyeni neno hili, twaeni vyetezo, nanyi Kora na mkutano wake wote, vitieni na moto, mkaweke na uvumba juu yake mbele ya Bwana. Kesho itakuwa ya kwamba mtu Bwana, ngoja kwanza, anasema kisha itakuwa kwamba mtu Bwana atakayemchagua naye atakuwa mtakatifu, inawatosha ninyi enyi wana wa Lawi. Musa akamwambia Kora, sikilizeni
basi enyi wana wa Lawi, je, mwaona kuwa ni jambo dogo kwenu kuwa Mungu wa Israeli amewatenga ninyi na mkutano wa Israeli apate kuwakaribisha kwake, ili mfanye utumishi wa maskani ya Bwana na kusimama mbele ya mkutano ili kuwatumikia? Tena ya kwamba amekuleta uwe karibu na ndugu zako wote wana wa Lawi pamoja naye? Nanyi je, ngoja kwanza. Anasema, nanyi je, mwataka na ukuhani pia? Kuna kitu ninataka ukidake kwenye hicho kipande. Kwa sababu hii wewe na mkutano wako wote mmekusanyika kinyume cha Bwana. Na Haruni je, yeye ni nani hata mkamnungunikia? Nitaka uone vitu vilivyokuwa vinanyoshewa kidole makuhani wa Bwana. Kisha Musa akatuma kuwaita Dathan na Abiram wana wa Eliabu, nao wakasema, hatuji sisi. Je, ni jambo dogo wewe kutuleta kutoka nchi iliyojawa na maziwa na asali ili kutuua jangwani? Lakini pamoja na haya wajikuza mwenyewe uwe mkuu juu yetu kabisa. Kisha hukutuleta katika nchi iliyojawa na maziwa na asali, wala hukutupa urithi na mashamba ya mizabibu. Je, unataka kuwatoboa macho watu hawa? Hatuji. Wamemgomea Musa. Angalia, Musa akakasirika sana. Ngoja nikwambie, usije ukadhani watumishi wa Mungu hawana moyo. Usije ukadhani wana moyo wa chuma. Ukiwaumiza wanaumia. Wakinyamaza maana yake wamekitunza kile walichokibeba. Hapa tunamwona baada ya kujibiwa, alipopeleka ujumbe Musa akasema hatuji, wakamlalua na hayo maneno magumu na mazito niliyosoma hapo juu. Musa akakasirika sana, akamwambia Bwana, umeona hiyo sentence? Akakata rufaa kwa aliyemuita, akamwendea Mungu aliyemtuma. Na ndio maana nilikwambia usifanye mzaha na mchezo na makuhani wa Bwana. Nilikwambia achilia mbali, hawana vigezo unavyotaka wewe, kwa sababu kuna vigezo ambavyo inawezekana unatamani. Hawana sifa zile unazotamani, hawana uwezo kama, na saa zingine hawajasoma kama ulivyosoma. Lakini madamu wamevaa kofia ya kuwa makuhani, chonde mtu wa Mungu, waheshimu, ishi nao kwa hekima. Angalia huu mstari. Musa akakasirika sana, akamwambia Bwana, usikubali sadaka yao. Fikiri ndo mmeambiwa ninyi. Fikiri ameenda, mmemchokonoa huyo kuhani, halafu akaenda madhabahuni akaomba maombi haya, usikubali sadaka zao. Fanya mtakachofanya, omba mtakavyoomba, toa na machozi ya damu. Kama kuna neno hili limekamatwa madhabahuni, amvuki, amchomoki. Na ndio maana kuna maeneo ambayo inawezekana tumekwama kwenye maisha ya kwetu, sio kwa sababu hatupambani, hatufanyi, hatujitumi, hatuna vitu vya kutuingizia kipato, ila kuna mahali tuliwaumiza watumishi wa Mungu, kuna mpaka umewekwa. Ninaogopa maneno Musa aliyosema, usikubali sadaka yao. Mimi sikutoa hata punda mmoja kwao, wala sikumuumiza hata mtu mmoja miongoni mwao. Unaona namna Musa anavyojieleza. Kisha Musa akamwambia Kora, wewe na mkutano wako na wote iweni hapa mbele ya Bwana kesho, wewe na wao na Haruni, na mkatwae kila mtu chetezo chake na kutia uvumba juu yake, mkavilete mbele ya Bwana, vyetezo 250. Wewe pia na Haruni, kila mtu na awe na chetezo chake. Kisha wakavitoa kila mtu chetezo chake, wakatia na moto ndani yake, wakatia na uvumba juu ya moto, na kusimama pale mlangoni pa hema ya kukutania pamoja na Musa na Haruni. Nataka usikilize kwa usikivu sana. Kisha Kora akakutanisha mkutano wote kinyume chao mlangoni pa hema na kutania hema ya kukutania, na utukufu wa Bwana ukawatokea mbele ya mkutano wote. Kisha Bwana akanena na Musa na Haruni kuambia, jitengeni. Usifanye mchezo na Mungu akishuka.
Anamwambia Musa na Haruni, jitengeni ninyi mkaondoke kati ya mkutano huu, ili nipate kuangamiza mara moja. Kwa nini? Wamewanyoshea kidole watumishi wa Bwana, wamewaumiza watumishi wa Bwana. Mungu moto ulao ameshuka. Anamwambia Musa na Haruni, kaa kando, hii kazi sio ya kwenu. Mimi ndiye niliyewaita, mimi ndiye ninayejua historia yenu, mimi ndiye ninayejua gharama niliyotumia kuwekeza hicho nilichowekeza kwenu. Kama wamefika mahali wanawanyoshea kidole, wanawadharau, wanaona hamna maana, wanawatukana, wanawajibu kwa kebei, jitenge nao, kaa pembeni, nimeshuka mwenyewe. Usije ukafanya mzaha Mungu akishuka kama Mungu moto ulao, na hasa pale inapotokea umewanyoshea, umewapaka mafuta, umewachafua, umewaumiza masihi wa Bwana. Fimbo yake si ndogo, adhabu yake si nyembamba, kipigo chake si kidogo kama unavyodhani. Usiombe ukafika kwenye hii kona. Na kama unasikia maneno haya bado umekuwa ni bingwa wa kuumiza makuhani wa Bwana, tengeneza. Inawezekana hizo ndizo rehema za mwisho za Mungu kwako. Siongei kwa kukutishia, lakini hebu soma hii habari ukaiona. Hebu tuende 22. Nao wakapomoka kifudifudi wakasema, Mungu wa roho za wenye mwili wote, je, mtu mmoja atafanya dhambi nawe ukasirike mkutano wote? Angalia namna ambavyo makuhani walivyo na moyo wa huruma. Kuna wakati wanarudi kwenye nafasi zao katika kile walichokibeba, wanaomba rehema juu ya watu wengi, pamoja na kwamba ni hao waliowaumiza. Anaambia Mungu, usiwahesabie hatia juu ya hili, kama Yesu aliposema kwamba hawajui walitendalo, kama ambavyo watu wengine watumishi wa Mungu walipopita kwenye magumu na wao waliomba hivyo hivyo. Musa na Haruni wanaomba rehema. Bwana akasema na Musa na kumwambia, nenda na mkutano na kuambia, ondokeni ninyi hapa karibu na maskani ya Kora na Dothani na Abiram. Basi Musa akainuka na kuwaendea Dathan, Abiram na wazee wa Israeli, wakaandamana naye. Akasema mkutano na kuambia, na wasihi, ondokeni penye hema ya hawa watu waovu, wala msiguse kitu chao chochote, msiangamizwe katika dhambi zao zote. Basi wakaondoka hapo karibu na maskani ya Kora na Dathani na Abiram na pande zote, nao kina Dathani na Abiram wakatoka nje, wakasimama mlangoni pa hema zao pamoja na wake zao na wana wao na watoto wadogo. Musa akasema, kwa jambo hili mtajua ya kwamba Bwana amenituma. Unajua hilo ni kama mnaapizwa kwamba mmenitukana, mmeniumiza, wacha ajulikane ya kwamba yuko Mungu ninayemtumikia. Ni maombi magumu sana. Akipiga magoti kwenye madhabahu akasema, Mungu, nimetukanwa, nimepakwa matope, nimeumizwa kwa namna hii, ijulikane ya kwamba mimi ni mtumishi wako. Elia alipoikabiri ile madhabahu iliyokuwa imevunjika, nakumbuka wakati wa mashindano na ile na wale manabii wa bahari, akasema najulikane leo ya kwamba mimi ni mtumishi wako na wewe ni Mungu. Sasa ndivyo anavyosema Musa. Akasema, na jambo hili mtajua ya kwamba Bwana amenituma ili nifanye kazi hizi zote, kwa kuwa mimi sikuzifanya kwa akili zangu mwenyewe, sikujituma, sikujiita. Hawajifanyi kuwa makuhani, hawajifanyi kuwa watumishi. Sifanye hilo kosa. Hujui walikokutana nayo, hujui walizungumza nini, wamewekeana agano gani na Mungu. Funga mdomo, nyamaza kimya, hatari yake si ndogo. Acha dharau. Usilinganishe nafasi ya ukuhani na vyeo vilivyoko kule serikalini na kwenye makampuni binafsi. Usilinganishe hata siku moja. Kule unaweza ukaendelea ukafuatilia mtu amesomea mahali fulani, huku acha hiyo vita, ni ngumu kuliko maelezo. Ukasema huyu nilikutana naye mahali fulani. Kwenye ajenda ya utumishi wa Mungu kuna wito ambao hawa watu wamekutana nao, na siri yake anayejua ni yeye na Mungu wake. Usiingilie hiyo vita. Vinginevyo ukiona na kukera, naenda kwingine kimya kimya, ondoka. Ukiendelea kukaa hapo na unaendelea kuumiza moyo wa huyo mtu, ninakwambia hautabaki kuwa salama. Na watu wengi hawajawa salama kwenye hili. Na watu wengi wanapita mahali pagumu, wengine wanajua, wengine hawajui ya kwamba ni adhabu ya kuwanyoshea vidole watumishi wa Mungu.
Musa hapa anafika mahali anasema, nataka ijulikane ya kwamba sifanyi vitu vyangu, sifanyi vitu vya familia, sifanyi vitu vya ukoo wangu. Wajue ya kwamba ninafanya hivi, yuko aliyeniita, yuko aliyenituma. Na hakwenda kule mbali kabisa, kwamba hata mimi mwenyewe kwanza nilikataa kufanya hii kazi. Mimi nilitegemea niendelee kufuga kule, niendelee kuishi maisha ya kule. Nilikuwa ninakula na kunywa, naendelea na maisha. Lakini aliponiita nikaacha kila kitu. Nimeacha mke na familia ili nije kufanya hiki kitu. Mtu mmoja anainuka, anatukana, anamdharau, anamkebei Musa mtumishi wa Bwana. Anasema naitajulikana. Usiombe ifike mahali Mungu wa watumishi ajulikane kwako. Huwezi ukabaki salama. Inawezekana ni mtu maarufu, una group la watu wengi WhatsApp, na huko ndiko mnakochambua na kupaka matope, mnaweka picha na vitu vya uongo kwenye hiyo mitandao, ili mradi tu kuwatafua watumishi wa Mungu. Kuna siku vitakugeuka, utashangaa sana. Hata wewe unaye comment, usijukadhani uko salama. Kulefti kwenye hayo makundi ukabaki salama ni kwa afya ya kwako, kuliko kujifanya mko kwenye kona fulani, ninyi tu ni kuchambua mmoja baada ya mwingine. Mtumishi huyu hafai, mtumishi huyu 1 2 3, mtumishi huyu. Sikiliza, hujui Mungu aliyemuita. Kama unaona hafai, ondoka hapo, katafute mahali ambapo panafaa. Mwache huyo na Mungu wake, huwezi ukajua. Sijajua ninazungumza na mtu gani, lakini ndani yangu ninasikia mzigo mzito sana. Tumeumiza sana watumishi wa Mungu, tumejeruhi mioyo yao sana. Laiti kama tungekuwa na jicho la kutazama mioyo ya watumishi haya, inavuja damu ndani mwangu. Na saa zingine wanajiuliza, hivi Mungu ni kweli uliniita? Mbona ninapita mahali pagumu sana? Lakini sio ugumu wa huduma, ni kwa sababu watu fulani tu wameamua kutengeneza mazingira ili kuifanya huduma iwe ngumu. Ni mbaya sana wewe kuwa chanzo cha kuifanya huduma ya watumishi iwe ngumu. Usijukadhani Mungu haoni wala hajui. Usijukadhani Mungu amenyamaza, kunyamaza kimya, hayo maisha yako yakaendelea, ukaendelea kuvuta pumzi, ukaendelea kufanya 1 2 3. Tumekutana na kesi ngumu sana tunapokutana na watu kwa ajili ya maombi, ushauri na maombezi. Wengine wanazungumza kabisa, mtumishi, mimi kila aliyekuwa nakuja hapa nilikuwa nahakikisha kwamba nimeandaa vijana, nimetengeneza mitego kuhakikisha kwamba ninawachafua. Lakini ninajuta saa hii, ninapita mahali pagumu. Wengine wamepigwa na magonjwa, wengine uchumi umevurugika, wengine heshima yao haipo, wengine wameishia mahali pabaya kuliko maelezo. Acha kabisa kuchafua watumishi wa Bwana. Acha. Fanya fujo zingine, unaweza ukarudi kwa Mungu kuomba toba. Lakini inapokuja ajenda ya watumishi wake, huna mahali, huna alternative, huna plan B. Ni kusihi kwa huruma, tena kwa moyo wa unyenyekevu, usifanye hilo kosa. Angalia mstari wa 30. Lakini Bwana akiumba kitu kipya, na hiyo nchi anasema, lakini Bwana akiumba kitu kipya, na hiyo nchi ikafunua kinywa chake na kuwameza pamoja watu, anasema kuwameza pamoja na watu walio nao, wakashukia shimoni walio hai, ndipo mtatambua ya kwamba watu hawa wamemdharau Bwana. Angalia walichokifanya, wamemdharau Musa. Lakini angalia hii sentensi, anasema wamemdharau Bwana. Kwa ukimdharau mtumishi wa Mungu, humdharau yeye, unamdharau aliyemuita. Ukimchafua mtumishi wa Bwana, humchafui yeye, unamchafua aliyemuita. Unapomnyoshea kidole mpakwa mafuta wa Bwana, kidole hakiishi kwake, kinaenda kwa aliyemuita. Kwa maana nyingine unamkosoa ya kwamba wewe Mungu ulikosea. Toka lini kiumbe chake kikamkosoa muumbaji? Kwa ujasiri upi? Kwa mamlaka ipi? Kwa uwezo upi ulionao wa kuweza kumkosoa Mungu? Kwa lipi? Wewe ambaye ni mfinyanzi, umeumbwa kwa udongo, ni saa yoyote Mungu anaweza akanyamaza kimya dakika moja, tayari umeshakufa, haupo. Wewe ambaye Mungu anaweza akazuia tu pumzi dakika moja, umekwisha. Wewe ambaye unajivunia pumzi ambayo hauna dhamana nayo, ni ndani ya sekunde chache tayari jina lako linabadilika. Nini unachojivunia nacho? Hatuna.
Yaani hivi tulivyo ni kwa sababu ni Mungu tu na neema zake zimetujalia hii neema. Sasa usitumie vibaya hiyo neema na kuanza kumgeuka Mungu na kumwona Mungu kakosea. Huu ujasiri unaupata wapi? Hiyo nguvu unaipata wapi? Hicho kiburi unakipata wapi? Je, ni kwa sababu ya fedha? Ni kwa sababu ya elimu? Ni kwa sababu ya ujuzi ulionao? Ni kwa sababu ya cheo? Hivi vinavyopita. Tumeona ni watu wangapi waliokuwa na uwezo hawana uwezo, ni maskini kabisa. Tumeona ni watu wangapi waliokuwa na vyeo baada ya kustafu wamebaki ni watu wa kawaida kabisa. Tumeona ni watu wangapi waliokuwa ni wasomi tena wabobevu kabisa, mwisho wa siku tumewazika kama watu wengine. Hivyo ndivyo vinavyokufanya ujivune navyo. Umwone Mungu sio kitu na kuanza kuwanyoshea kidole watumishi walioitwa kwa jina lake na kuwadharau na kuwakebei. Angalia Musa anachokisema. Hawakumdharau mtu, wamemdharau Mungu. Manake umemdharau yule aliyewaita. Nataka nirudie, ni kweli hajasoma lakini Mungu amemwita. Ni kweli hana uchumi mzuri kama wa kwako lakini Mungu amemwita. Ni kweli hana hadhi kama ulionayo lakini Mungu amemwita. Na Mungu sifa yake ni kuvita vinyonge, anavitumia vinyonge ili dunia ijue ya kwamba yeye anaweza kufanya yasiyowezekana. Haimaanishi wenye uwezo hawezi kuwaita, na wenyewe pia wana neema ya kwao. Lakini ninazungumza na hawa ambao wanatumia nafasi zao kuumiza mioyo ya watumishi. Ni dhambi mbaya. Ni dhambi ambayo itakulemea. Matunda na matokeo ya kwake hayawezi kukuacha salama. Angalia kilichotokea mstari wa 32. Anasema ghafla nchi ikafunua kinywa chake. Maana yake ardhi. Ni ardhi hii unayotembea. Mungu akishuka kama moto ulao, kila kitu kinabadilika. Angalia anasema nchi ikafunua kinywa chake na kuwameza watu wa na nyumba zao na wote walioshikamana na Kora na vyombo vyao vyote. Ardhi ikawameza. Unaweza kujivunia wakati unatembea kwenye ardhi. Ardhi iligeuka kuwa mdomo wa kuwameza waliomdharau Musa mtumishi wa Bwana. Na sio wao na vyombo vyao. Kwa hiyo ukinyosha kidole kwa watumishi wa Mungu, adhabu haiji kwako. Inakuja kwako na cheo chako na mali zako na watoto wako na uzao wako. Anasema basi wao na wote waliokuwa nao wakashuka shimoni wali hai. Nayo nchi ikawafunika wakaangamia kutoka mle mkutanoni. Hakubakia hata mmoja. Yaani malingo yako hayo ni kwa sababu unatembea. Yaani hicho kiburi chako ni kwa sababu unapumua. Subiri utakapopelekwa Mloganzila na Muhimbili. Huwa ujanja unatuishia. Na ndipo huwa tunatamani kumwona Mungu. Usiombe ufike huko. Tengeneza mapema na wale uliowaumiza. Angalia mstari wa 34. Nao Israeli waliokuwa mokando yao wakakimbia kwa ajili ya kilio chao, kwa kuwa walisema nchi isije ikatumeza na sisi. Yaani kipigo alichokishusha Mungu, paka Israeli waliokuwa nashuhudia wakaogopa, wakajua na wao watamezwa. Lakini kumbe ilikuwa ni adhabu ya watu waliowadharau watumishi wa Mungu. Acha hicho kiburi. Waheshimu watumishi wa Mungu. Weka mkono wako kifuani pako. Na wewe ambaye inawezekana ni miongoni mwa waumiza mioyo watumishi wa Mungu, weka mkono kifuani pako. Weka tu mkono kifuani pako. Umewazushia maneno mabaya. Umeingia kwenye vikao vya umbea. Umejiunga kwenye makundi ya WhatsApp na kuwachafua watu huko. Umecomment vitu vibaya juu ya watumishi wa Mungu. Weka mkono wako kifuani pako. Wengine sasa hivi wanasema anatumia nguvu za giza. Uliona? Unajua? Unafahamu? Uliona huko anakotumia hizo nguvu za giza? Ambia usione hivi 1 2 3. Unavijua? Ukishaingia kwenye discussion hiyo, maana yake tayari umebeba ama umeambukizwa dhambi sio kwa ya kwako. Weka mkono wako kifuani. Ukishajua ni mtumishi, acha hiyo kesi, Mungu anashughulika nayo mwenyewe na wala hahitaji msaada wako. Walio wake Mungu anawajua na wamepigwa kwenye mihuri ya Kristo Yesu. Hiyo sio kazi yako. Kama wewe umepewa mzigo, omba. Vinginevyo funga mdomo. Havikuhusu. Weka mkono wako kifuani. Nifuatishe maombi haya. Sema: Baba, katika jina la Yesu,
Ninaomba toba na rehema. Ninaomba toba na rehema. Nimegundua nimefanya dhambi hii. Nimefanya upumbavu huu wa kuwaumiza watumishi wa Mungu, wa kujeruhi mioyo ya watumishi wa Mungu, wa kusababisha mioyo ya makuhani ivuje damu, wa kusababisha machozi ya masihi wako wabubujike machozi. Nisamehe Bwana. Usinihesabie hatia kwenye hili, nisije nikaadhibiwa kwenye hili. Ninashuka kwa moyo wa toba na kwa kumaanisha, unirehemu na kunisamehe. Niondolee hatia, niondolee hukumu ndani ya moyo wangu. Usinihesabie hukumu na ukosa juu ya hili. Nisamehe Bwana. Ninaomba toba na rehema. Ninaomba toba na rehema. Unisamehe Yesu. Unitakase Bwana. Unioshe masihi. Unisafishe na kunipatanisha kwa upya. Lakini pia ninaileta madhabahu hii mahala ambapo ninaabudu. Kama kuna watumishi walilia, walimwaga machozi kwa sababu ya namna tulivyowaumiza, ninasimama kama kuhani wa zamu wa kanisa hili. Ninaomba toba na rehema. Ninaomba toba na rehema. Ninaomba toba na rehema. Unisamehe na kunitakasa Bwana. Damu yako ikanene mema, ikanisafishe, ikanihuishe, ikatakase madhabahu hii. Lakini tunaombea mioyo ya watumishi walioumizwa. Mungu wape neema ya kututangazia msamaha, ya kututangazia msamaha, ya kututangazia msamaha mahali tulipowaumiza. Mungu waondolee roho ya kinyongo, roho ya hasira, roho ya chuki kwa namna yoyote. Uwape moyo wa kusamehe na kuachilia. Uwape moyo wa kusamehe na kuachilia. Geuza mioyo yetu, geuza vinywa vyetu vikutukuze wewe. Badala ya kuwatamkia maneno mabaya watumishi wa Mungu, tutamke maneno ya baraka, si maneno ya kuwaumiza. Tutamke maneno ya kuwatia moyo. Kama kuna mahali kuna jambo halijakaa vizuri, tupe hekima namna ya kuweza kuzungumza na kulitengeneza. Katika jina la Yesu tunaomba tukiamini na kupokea. Amen. Kwa hiyo wewe ambaye unajua uliwaumiza watumishi wa Mungu, vinginevyo kama umeandika message haina shida, lakini ukipiga simu, maanake tumeshaomba, amini Mungu ya kwamba amekusamehe. Ila usifanye dhambi tena. Usirudie kufanya hilo kosa tena. Usirudie tena kuwaumiza watumishi kwa gharama yoyote. Umesikia kuna 1, 2, 3, kuna hiki na hiki kinachohusu watumishi. Funga mdomo, nyenyuka kwenye hicho kikao, nenda nyumbani. Vinginevyo nenda katafute mihogo, kanywe na chai. Acha kuingilia vikao vya wasema watumishi wa Mungu. Hautabaki salama hata siku moja. Usiende kuzichota dhambi zilikokaa. Waache wenyewe na vita yao. Baki salama na familia ya kwako. Kama unataka kutuma sadaka, ndani ya moyo wako umesikia huo msukumo, namba yetu ni 0757 220 220. 0757 220 220. Mungu wa mbinguni